Yesu asifiwe sana. Hebu angalia katika kitabu kile cha Isaya 42. Isaya 42. Nataka kuzungumza juu ya huduma na juu ya mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya 42 mstari wa kwanza. Nataka kuzungumza juu ya watumishi wa Mungu. Ili tamko nimepewa na Roho Mtakatifu, lazima tuliweke wazi machoni pa ulimwengu wapate kujua. Isaya 42 mstari wa kwanza. Sante, maandiko yanasema, tazama mtumishi wangu nimtegemezaye, mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye. Nimetia roho yangu juu yake, naye atawatolea mataifa hukumu. Hatalia wala hatapaza sauti yake, wala kuifanya isikiwe katika njia kuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda pale mstari ule wa 6 anasema, mimi Bwana nimekuita katika haki, na nitakushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa, kuyafunua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa, kuwatoa wale walioketi gizani katika nyumba ya kufungwa. Hebu sema walioketi gizani. Sema walioketi gizani, nyumba ya utumwa, katika nyumba ya kufungwa. Mimi ni Bwana, ndilo jina langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka kuzungumza juu ya huduma na watumishi. Kama vile tulikuwa tuko kwenye somo letu, wale waliohudhuria siku ya Jumanne, siku pia ya Alhamisi, tulizungumza habari ya nguvu za Mungu. Ndio somo letu ambalo tumetembea nalo wiki nzima. Miongoni tukasema kwa maswali mengi ambayo watumishi wa Mungu na washirika mbalimbali wamekuwa wakijiuliza ni juu ya nguvu za Mungu. Masihi wa Bwana anatembea katika nguvu ya Mungu kiasi hiki. Tazama, anaombea watu wanapona, watu wanafunguliwa, viziwi wanasikia, vipofu wanaona, matasa wanapata watoto. Anapataje uwezo? Anafanyaje? Inawezekana kabisa. Swali hili umekuwa ukijiuliza wewe. Lakini pia wanafunzi wa Yesu walikuwa na maswali kama hayo juu ya nguvu za Mungu. Amen. Mara zote nguvu za Mungu zinapotawala maisha ya mtu, huyo mtu anakuwa sio mtu wa kawaida. Kwa nini? Kwa sababu uweza wa Mungu unakuwa unafanya kazi katika maisha ya huyo mtu. Nikazungumza pia, Mkristo unapotawaliwa na nguvu za Mungu, huwezi ukakamatwa na mapepo ama roho chafu ama kurudi nyuma. Aidha umeruhusu mwenyewe hizo zikuingilie. Bwana Yesu mwenyewe basi itakufuatilia. Lakini kama umesimama kwa kweli katika Kristo, basi utaona ushindi. Hebu tusomee katika kitabu pia cha Marko 16:17 mpaka 20. Nimesema nazungumzia juu ya watumishi na huduma juu ya nguvu za Mungu. 6:17 mpaka 20. Maandiko yanasema, na ishara hizi zitafuatana hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona pia kwa msukumo thabiti wa kiungu, Mungu anataka kila mmoja wetu awe na uwezo au malengo ya kujifunza siri hizi, kuinua imani yako kwa viwango vya kuzalisha miujiza nyumbani kwako, kwa jirani yako, hata katika maisha yako. Lazima uwe na kiu ya kumuona Mungu. Unataka kumuona Mungu katika viwango tofauti, lazima uinue kiu yako au mtazamo wako wa juu zaidi. Amina.
ukiacha mtazamo wa kibinadamu ama mawazo ya kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Angalia katika kitabu cha Matendo 1 mstari wa 8. Utaenda haraka haraka maana leo ni siku nzuri ya maombi. Matendo 1:8. Aliyepata anaweza kutusomea mchungaji mwinjilisti. Kama umepata tusomee mchungaji. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa nchi. Kinyume chake, asiyekuwa na nguvu lazima akubali kupokea nini? Toka kwa mwenye nguvu. Mwenye nguvu ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Mungu ndiye anapeana upako ama nguvu ama kibali. Anapopeana anataka upate ushindi. Anataka uangushe zile miliki za adui katika ulimwengu wa roho juu ya maisha ulionayo. Ulimwengu huu tulionao unatawaliwa na wimbi kubwa la nguvu za giza. Ili tuweze kushinda vita vya kiroho, lazima tuwe na nguvu za kiroho. Amina. Tuweze kushinda mapepo, majini, mashetani, magonjwa, mikosi, mabaraa, lazima uwezo wa Mungu utawale maisha yetu. Amina. Kama uwezo wa Mungu hautatawala maisha yetu, vinginevyo uwezo wa giza utakuwa kwenye maisha yetu. Kwa hiyo lazima turuhusu nguvu za Mungu zitawale. Watu wengi wamehubiri habari za kwenda mbinguni, lakini lazima kuhubirie habari za toba na msamaha na habari za nguvu ya Mungu. Unapomilikiwa na nguvu za Mungu, maisha ya ushindi na amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana nguvu za Mungu zinaangalia shauku iliyoko ndani ya mtu, au Mungu anaangalia shauku iliyoko ndani ya mtu. Unaweza kupokea nguvu na uweza ndani yako kwa shauku ulionayo. Unatamani nini kikue katika maisha yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Unatamani kuomba sana, utapokea. Unatamani kuzungumza na Mungu, itakuwa kwako. Lazima Mungu anaangalia kile cha ndani, haangalii cha nje. Kusoma, utasoma. Utaenda university, utamaliza, utapata kazi. Kwa nini? Shauku yako, kile kitu umetamani. Ninatamani kufungua kampuni, lakini natamani kuna nguvu ambazo hazitaki ufungue hiyo kampuni. Lazima awepo mwenye nguvu, Mungu aliye hai. Anapokupa neema na uwezo ndani yako, utafungua kile unachokitaka. Amina. Wangapi wananielewa vizuri? Niko nao pamoja au kuna watu wamelala? Yesu asifiwe. Niliwahi tembea na rafiki yangu mmoja, nafikiri tunatembea tunaongea. Alala saa nyingi, huko anatembea akalala. Kuna watu wamelala usingizi wa kiroho. Waambie wewe, anastuka katoka kule kwenye ule usingizi wa kiroho. Na kuna watu leo wanatembea, unapotembea bila nguvu ya Mungu, kuna roho mbalimbali unavikwa za ajabu. Mama mmoja anakuja hapa anasema, nilienda sokoni, nimetoka nyumbani kiwa mzima. Nilipofika tu sokoni, kugeuka tu, atoa wapi? Roho mbaya kutoka kwa adui zimefuatilia maisha yako. Unapokuwa na nguvu za Mungu kama Mkristo, tayari unaweza ukashinda roho mbalimbali ambazo zipo katika ulimwengu huu wa nyakati za hatari. Utazidhibiti katika ulimwengu wa roho na kuzisambaratisha kiroho na kimwili pale unapokuwa umejiweka sawa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba nyingine, unapohitaji kuwa na nguvu za Mungu, lazima maisha yako ukubali yawe safi, sio maisha machafu. Jambo la msingi, unahitaji kujazwa Roho Mtakatifu ili utembee katika uwepo wa Mungu. Na kutembea katika uwepo wa Mungu ni kutembea katika uwepo wa Roho Mtakatifu kwa muda wote, sio muda mfupi. Amina. Sio dakika chache. Yaani muda wote unafaa kuwa katika uwepo
wa nguvu za Mungu, ili maisha yako yawe katika nguvu ya ushindi. Amina. Wangapi wanatamani kutembea na Roho Mtakatifu leo? Uko serious? Are you serious? Lazima umaanishe kutoka roho yako, sio nje. Amina. Sana uwepo wa Mungu. Ndio maana ukitamani uwepo wa Mungu utakaa katika maisha yako. Mtumishi mwenye uwepo wa Mungu lazima ndani yake atakuwa tofauti katika ulimwengu wa roho na wa kimwili. Kwa nini? Kwa sababu uwepo wa Mungu uko katika maisha yake. Anakuwa hana uwepo wa Mungu, maana lile wingu haliko upande wake. Anakuwa ni wa kawaida, utahubiriwa kawaida, utapigwa injili ya kawaida. Tunaita injili ya nadharia. Injili ya nadharia unahubiriwa lakini haina matunda, haina matokeo. Ulikuja na homa, unarudi na homa yako. Ulikuja na kakisukari, unarudi na kakisukari kako. Ulikuja na kauvimbe, unarudi na kauvimbe kako. Ulikuja na deni, unarudi na deni lako. Hiyo ni injili ya kawaida. Lakini injili iliyo na nguvu za Mungu, lazima umekuja na tatizo, unaliacha tatizo pale, unaondoka na uponyaji wa Yesu. Sema amina kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi? Lazima kwamba unapopokea uwezo wa nguvu za Mungu, unakuwa mshindi katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Amina. Mungu akusaidie kuelewa katika hatua ulionayo. Kama uwepo wa Mungu uko pamoja na wewe, unaweza kuwa sehemu yoyote na Mungu akafanya kazi. Amen. Hebu nyosha mkono wako. Huo mkono wako unaweza ponya. Lakini huo mkono wako unashika vitu vingi vibaya. Ndio maana wengine wakilala anaonyeshwa ana sugu katikati ya mkono, kuna vitu vya ajabu katikati ya mkono. Kwa nini? Wameharibu mikono yako katika ulimwengu wa roho. Sasa roho akikaa ndani anaachilia mikono ya uponyaji. Andiko linatimia. Mtaweka mikono yenu juu ya wagonjwa nao watapata afya. Wanapataje afya? Kupitia nini? Kupitia nini? Sio ilizi. Amina. Tunaweka mikono juu ya wagonjwa wanapata afya. Tunaweka mikono juu ya miguu yao wanatembea. Tunaweka mikono juu yao wanatakasika. Kwa nini? Nguvu ya Mungu inafanya kazi katika ulimwengu wa roho sawa sawa na kile ambacho kipo kwa huyo mtumishi. Halo? Mungu akusaidie kuelewa. Ina mkono wako juu. Sema Bwana Yesu, naomba kujazwa, naomba kutembea kwenye uwepo wako na nguvu zako ziwe katika maisha yangu. Damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. Leo roho ya mateso ina watu wengi hawako kwenye uwepo wa Roho Mtakatifu. Roho ya magonjwa inawatesa watu kwa sababu watu wengi hawako kwenye nguvu ya Mungu. Lakini kama utaruhusu nguvu za Mungu, uwepo wa Mungu tawale maisha yako, basi utaona neema ya Mungu ikikufunika wewe. Na neema ya Mungu inapokufunika wewe ni mshindi kila siku. Mathayo 17 mstari wa 1 mpaka wa 8 kwa wale wana 17:1 mpaka 8. Tunaona Yesu na wanafunzi watatu wamepanda mlimani. Lakini katikati ya mlima kulikuwa na uwepo wa Mungu, au lile wingu lilikuwa katikati yao. Tamani sana chochote unachofanya kiwe katika uwepo wa Mungu ili ufanikiwe. Yesu asifiwe. Ukitoa sadaka, toa kwenye uwepo wa Mungu, unafanikiwa. Ukitoa fungu la 10, toa katika uwepo wa Mungu, unastawishwa. Tusomeni.
Mchungaji naona uko busy. Mathayo 17:1 mstari wa 8. Baada ya siku sita Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu Faragani, akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Tazama, wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi tukiwepo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Alipokuwa akisema, tazama wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifudifudi, wakaogopa sana. Yesu akaja akawagusa, akasema, inukeni wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Sasa uwepo wa Mungu ulitembea na Yesu Kristo na wanafunzi wake. Hapa tunaona kwa njia ya maombi uwepo wa Mungu unaonekana. Inapatikana kwa njia ya maombi. Kanisa ambalo linaomba lazima liwe na uwepo wa Mungu, kwa sababu ndani yake kuna watu wanaomba, ndani yake kuna watu wanatafutana Mungu, ndani yake kuna watu wanaitana Mungu, ndani yake kuna watu wamejitoa kwa ajili ya Mungu ili Mungu aweze kufanya mambo makuu. Ndani yake kuna watu ambao wanafunga na kuomba, wanamuita Mungu. Ndio maana uwepo wa Mungu ukiwa katika maisha yako, uponyaji ni rahisi katika maisha yako. Uwepo wa Mungu ukiwa katika maisha yako kama Mkristo, kuweka mikono pia hata kwa watoto wako ni rahisi wakapokea ushindi. Uwepo wa Mungu ukiwa kwenye maisha yako, hauwezi ukamwacha Mungu kwa sababu neema ya Mungu iko pamoja na wewe. Lakini ukiona mambo yako yameanza kubadilika, kiu ya Mungu inaisha ndani yako, ujue uwepo wa Mungu umeanza kufarakana na wewe. Inamaanisha Mungu na wewe mmeanza kutengana. Lazima uwe karibu na uwepo wa Mungu na Mungu mwenyewe. Ndio maana nguvu ya Mungu inapokaa katika maisha yako, uwepo wa Mungu utafuatilia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwepo wa Mungu ama nguvu za Mungu, uwezo wa kiungu unapotawala maisha yako, utafanya maamuzi yaliyo sahihi, sio maamuzi mabaya. Utafanya maamuzi yanayompendeza Mungu, yanayoleta furaha, na kusudi la Mungu linakuwa linatawala katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima nguvu za Mungu zinapotawala katika maisha yako, tayari maisha yako yatabadilika hatua kwa hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano, ukimruhusu Mungu akatawala mwili wako, tayari umepeana kwa Mungu katika mwili wako. Mungu lazima atatembea katika maisha yako kwa lolote utakalogusa. Huwezi ukafeli kama Mungu ametawala maisha yako. Lakini kwa nini watu wengi wanashindwa kibiashara? Kwa nini watu wengi wanashindwa kiuchumi? Ni kwa sababu uwezo wa Mungu haujatawala katika maisha yao. Ndio maana mambo yanakuwa magumu, ndio maana madeni yanakuwa mengi, ndio maana biashara zinagoma, kwa sababu uwepo wa Mungu haupo. Uwepo wa Mungu kitawala katika maisha yako, chochote utakachogusa kitaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nguvu za giza haziwezi dhibiti biashara ya mtu na kumletea matatizo kama huyo mtu hajajiweka vizuri. Ukiona nguvu ya giza inadhibiti maisha
yako, ujue kuna mahali haujajiweka vizuri na uwepo wa Mungu katembea katika maisha yako, mambo yataenda sawa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie na Mungu akusaidie kuelewa. Hebu inua mkono wako wa kulia juu. Naomba uwezo wako katika maisha yangu. Naomba uwezo wako utetee maisha yangu. Unitenganishe Bwana na hila za shetani, na hila za mapepo, na hila za majini, na hila za magonjwa, na hila za wasionitakia mema, katika jina la Yesu. Kuanzia leo nipatie ushindi kwa damu ya Yesu. Natamani sana uweza wako, uwepo wako, nguvu zako ziwe katika maisha yangu. Amen. Wangapi wanatamani nguvu za Mungu ziende pamoja na ibada ya leo? Ndio mkono wako juu. Unatamani nguvu ya Mungu? Shusha mkono. Acha nikupe siri nyingine. Kuna watu wanapokea nguvu ya Mungu, lakini kutunza hawajui na inaondoka. Watu wengi huwa hawajui hilo. Nguvu ya Mungu kama haitunzwi ndani yako, kuna wakati inaondoka. Wakati nikiwa najiandaa kuja hapa mwaka 2011, mama yangu aliniambia maneno mawili. Nakumbuka vizuri. Akaniambia, nimekuwekea mikono, nimekuombea. Wewe ni mbarikiwa, nenda katumike, kafanye kazi ya Mungu. Maana nilikuwa na waaga wazazi na kuja huku kwa ajili ya mkutano. Na ule mkutano tuliufanya mkubwa pale Tarime na uwanja wa tarafa. Mama yangu akaniambia mambo mawili. Akaniambia, mwanangu, usikubali kutekewa. Namba moja. Namba ya pili akaniambia, ni heri uwe mjinga kuliko kuwa mpumbavu. Mambo mawili yalinisumbua katika kichwa changu. Nikamwambia maana yake. Akaniambia, unasoma maandiko kila siku, kafafanue, kasome maandiko, utapata majibu. Nilipoyatazama maandiko, anasema ni heri uwe mjinga kuliko mpumbavu. Akasema mjinga ana uwezo wa kufundishwa, akarekebishwa. Mpumbavu hawezi, maana anafanya kwa makusudio yale kutoka ndani ya moyo wake. Kwa hiyo yoyote ambaye anataka kuinuliwa lazima ajifanye kuwa kama mjinga, mtu mnyenyekevu atakayejishusha zaidi, ili Mungu katika maisha aliyonayo. Nataka nikwambie kitu kimoja, usipadui utampata ushindi wa haraka, lakini ukikubali kutekewa na adui, nguvu ya Mungu ina uwezo wa kuachia maisha yako kama wa Mungu kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Wako watu leo wanapokea, lakini anapopokea anatoka anaenda anakanyaga matope, uwepo wa Mungu unasambaratika. Anatoka anaenda anakunywa chang'aa, uwepo wa Mungu unapotea. Anatoka anaenda kufanya vitu vilivyo kinyume na mpango wa Mungu, uwepo wa Mungu unaondoka. Uwepo wa Mungu unakaa mahali palipo sahihi. Utakaa mahali ambapo hilo hekalu ni safi. Lazima hilo hekalu liwe safi, na linapokuwa safi hilo hekalu, uwepo wa Mungu unatulia na unafanya kazi katika ishara na miujiza. Bwana Yesu akusaidie. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Inua mkono wako juu wa kulia. Sema, Bwana Yesu, naomba uwezo wako uwe katika maisha yangu siku zote za maisha yangu. Nakataa mpango wa shetani. Nipe kibali cha kukutumikia hata mwisho wa maisha yangu. Katika jina la Yesu, malango ya kuzimu hayana nafasi tena katika maisha yangu. Katika jina la Yesu. Amen. Epigia Yesu makofi mazuri. Simama kwa miguu yako. Unaporuhusu uwepo wa Mungu au nguvu ya Mungu katika maisha yako,
itakuwezesha ama itakusaidia katika hatua unazoziendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Inua mikono yako juu. Nguvu za Mungu zinapotawala maisha yako, zinaondoa takataka zote katika maisha yako. Kama kuna mamikosi zinaondoa, maana hizo ni takataka. Ninaita takataka kwa sababu takataka za shetani. Kama unapitia hizo ni takataka, shetani anakufanikizia. Nguvu za Mungu huwa zina tabia, zinasafisha alafu zinatoa kabisa. Na zikitoa wewe unapata ushindi. Kama hapo juu. Ziongezeke katika maisha yangu siku na mchana. Malango ya adui hayana nafasi katika maisha yangu. Roho ya mateso ya mizimu yeyuka katika jina la Yesu. Yeyuka kwa damu ya Yesu. Nguvu za giza zinazodhibiti kazi yangu, biashara yangu, mafanikio yangu, teketea kwa moto, teketea kwa radi, teketea kwa moto. Achilia maisha yangu. Roho ya matatizo, kuanzia leo nipate ushindi wa kiroho, nipate ushindi wa kiroho katika jina la Yesu. Hebu inua mikono yako juu. Nenda mwambie Roho Mtakatifu, natamani ukae pamoja na ishi ndani yangu. Maandiko yanasema Matendo 1:8, nanyi mtapokea nguvu. Kuna watu walitengana na nguvu za Mungu. Kuna watu kiu ya kwanza ilikwisha. Kuna watu ile hofu ya kwanza imekwisha ya kumhofu Mungu. Kuna watu hatua ya kwanza waliipoteza. Usipende kukaa wakati wa maombi. Jitahidi kumcha Mungu katika uzuri na utakatifu. Inua tu mkono wako juu. Kama hauna sababu za kukaa, unaweza ukasimama. Umwambie Mungu, nimekuja kukuabudu. Unapomwabudu Mungu na mambo mengi Mungu anakusaidia. Yako mambo mengi anakufundisha. Kuna watu leo hii wameamka hawana miguu, wewe una miguu yote, unafaa kumkuza Mungu. Kuna watu walilala wakalala moja kwa moja. Lakini umeamka, umekuja kumwabudu yeye aliyekupa uzima na afya. Ni heshima na ni utukufu mkubwa. Inua mikono yako juu. Na karibisha Roho Mtakatifu. Sio kwenye eneo hili.